إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu Islam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla li'annahu qad faza almuttaqun. Nayusia nafsi yangu na kuhusieni ndugu zangu Islam katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, maana hakika wamefaulu na kufuzu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah katika kitabu chake, inna lilmuttaqina mafaza. Ndugu Islam, baada ya usia huu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, khutba yetu ya leo tutauzungumzia msingi madhubuti katika misingi ya Uislamu na misingi ya imani, na msingi wenyewe ni msingi huu wa alwalau walbara, Muislamu kupenda kwa ajili ya Allah ama kuchukia kwa ajili ya Allah, kadhalika pia vile vile kunusuru au kutonusuru kwa ajili ya Allah, na akitoa ama akizuia vyenye kutolewa afanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu Islam, msingi huu wa alwalau walbarau, kupenda kwa ajili ya Allah, ni msingi muhimu sana na ni msingi madhubuti na msingi mkubwa mtukufu katika misingi ya Kiislamu, misingi ambayo kwamba dini ya Uislamu na imani ya Muislamu imesimama juu yake. Kwa hivyo yawajibika juu ya kila mmoja katika Uislamu kuutambua msingi huu na kuufanyia kazi, na pia vile vile kuuchunga na kuulinda msingi huu. Asema Sheikh Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, mmoja katika vitukuu vya Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, katika risala yake Awthaqu Ura al-Iman, asema wa bil jumlati falhubbu fillah walbughdu fillah aslun adhimun min usuli ad-din yajibu ala al-abdi muraatuhu. Kuwa msingi huu, msingi wal wala wal bara, ni msingi mtukufu na ni msingi mkubwa, msingi muhimu katika misingi ya dini, yawajibika juu ya mja na yawajibika juu ya Muislamu kuuchunga na kuulinda msingi huu. Kadhalika pia vile vile ndugu zangu Waislamu, msingi huu ni msingi ambao kwamba una adila nyingi, una dalili nyingi kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii yaonesha utukufu na ukubwa na umuhimu wa msingi huu. Asema Sheikh Sa'd ibn Hamad ibn Atiq an-Najdi rahimahullah, innahu laysa fi kitabillahi azza wa jalla hukmun fihi min al-adillati aktharu wala abyanu min hadha al-hukm, ay al-wala wal-bara ba'da wujubi at-tauhid wa tahrimi dhiddihi. Asema hakika hakuna katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala msingi ambao kwamba una dalili nyingi, msingi wenye adilla nyingi na adilla za wazi. Ina maana msingi huu dalili zake ni nyingi,
na pia vile vile dalili zake zipo wazi. Baada ya dalili za kuwajibisha tauhid na kukataza kinyume chake ushirikina. Kwa hivyo msingi huu ni msingi wenye dalili nyingi na za wazi. Baada ya ule msingi wa tauhid na ule msingi wa kuwakataza watu kutokamana na ushirikina, tukitaja baadhi ya dalili za msingi huu wa alwala wal bara, katika suratul Kafirun Allah subhanahu wa ta'ala mwambie mtume awambie makafiri, lakum dinukum waliyadin, kuwa nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu. Al-Imam Abu al-Hasan al-Mawardi rahimahullah katika tafsiri yake An-Nukat wal Uyun anukuu maneno ya Yahya ibn Sallam rahimahullah akielezea maana ya kauli hii ya Allah, lakum dinukum waliyadin. Asema lakum dinukum alladhi ta'taqidunahu min al-kufri waliyadini alladhi a'taqiduhu min al-islam, kuwa nyinyi makafiri mna dini yenu ambayo kwamba muitakidi katika ukafiri, na mimi nina dini yangu ambayo kwamba naitakidi katika Uislamu. Kwa hivyo hii ndio alwala wal bara, kujiweka mbali na makafiri, kuwachukia makafiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwapenda waumini na kuwanusuru waumini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika al-Imam Abu Hayyan rahimahullah katika al-Bahrul Muhit akielezea kauli hii, lakum dinukum waliyadin, asema lakum shirkukum, muna ushirikina wenu nyinyi makafiri na ukafiri, waliya tauhidi, na mimi nina tauhidi yangu. Ina maana dini yenu ni ya kishirikina na ukafiri, na mimi dini yangu ni ya tauhid. Wala hamna ushirikiano, wala hamna muingililiano, wala hamna umoja wa dini baina ya Waislamu na makafiri. Akasema rahimahullah, wa hadha ghayatun fi tabarru'i, na maneno haya mtume kuambia makafiri ni kilele cha kule kujitenga na kujiweka mbali na washirikina na makafiri. Kwa hivyo ndugu Waislamu, msingi huu ni msingi muhimu, bali msingi huu alwala wal bara, kupenda kwa ajili ya Allah na kuwachukia makafiri kwa ajili ya Allah, ndio mila Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah anamwambia mtume, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Hebu kumbuka pale Ibrahim alipomwambia babake na kuambia jamaa zake kuwa mimi niko mbali na vile ambavyo kwamba mwaviabudu, na simwabudu isipokuwa Mola wangu mlezi ambaye kwamba ni mwenye kuniongoza. Kwa hivyo kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, ama kunusuru kwa ajili ya Allah na kutonusuru, na pia kutoa na kuzuia kwa ajili ya Allah, kadhalika ni katika milla ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, almillatu alhanifiyya, ile milla iliyonyooka, dini ya Kiislamu, milla ambayo kwamba imesimama juu ya tauhid, na pia vile vile milla ambayo kwamba ipo mbali kutokamana na ushirikina. Kadhalika pia ndugu zangu Waislamu, imani yako wewe ndugu Muislamu haiwezi kutimia pasipo na msingi huu. Katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man ahabba lillah, yule ambaye kwamba atapenda kwa ajili ya Allah, wa abghadha lillah, ikitokea kuchukia atachukia kwa ajili ya Allah, akampenda ndugu yake Muislamu muumini kwa ajili ya Allah, na pia vile vile akamchukia kafiri mshirikina kwa ajili ya Allah. Kadhalika wa a'ta lillah, ikitokea kutoa akatoa kwa ajili ya Allah. Kadhalika wa mana'a lillah, na pia vile vile akazuia akamnyima mtu kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika riwaya mtume asema wa ankaha lillah, na ikitokea ataozesha, labda muozesha binti yake ama mtu wake wa karibu, akamuozesha kwa ajili ya Allah, akachunga msingi wa dini, basi mtume sallallahu alaihi wasallam asema faqad istakmala al-iman, mtu kama huyu imani yake itakuwa imekamilika. Kadhalika pia msingi huu ndugu zangu Waislamu ni kifungo madhubuti katika ile kamba ya imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema awthaqu ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, kifungo madhubuti na shikio madhubuti katika kamba ya imani, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, ni wewe kupenda kwa ajili ya Allah, na pia vile vile ikitokea wamchukia mtu wamchukia kwa ajili ya Allah.
Unapofanya hivi basi imani yako itakamilika. Ukifanya hivi Uislamu wako itakuwa ndio Uislamu wa kisawasawa. Maana ya Uislamu kama alivyoelezea Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika al-usul al-thalatha, asema al-Islam al-istislamu lillahi bitawhid, ni mja kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauhid, kumwabudu yeye peke yake. Walinqiyadu lahu bitaa, na kunyenyekea kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya matendo mema na kujiepusha na matendo maovu, matendo aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake. Kadhalika akasema walbaraatu minashirki wa ahli, na pia katika Uislamu na maana yake ni Muislamu kujiweka mbali na ushirikina na washirikina. Kwa hivyo huu ndio Uislamu, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, kuwakata na kujiweka mbali na washirikina, hasa ikija katika lile jambo la dini, jambo lenye kufungamana na itikadi, jambo la kufungamana na imani. Tuna imani zetu na wao wana imani zao. Lakum dinukum waliya din, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Makafiri na washirikina wana matendo yao na sisi tuna matendo yetu. Kwa hivyo hii ndio imani na ndio Uislamu, walhubbu fillah walbughdhu fillah, alwala'u walbara. Asema Suleiman bin Sahman rahimahullah, wa ahbib lihubbillahi man kana mu'minan wa abghid libughdhillahi ahla at-tamarrudi, wa ma ad-dinu illa al-hubbu wal-bughdhu wal-wala, kadhaka al-bara min kulli ghawin wa mu'tadi. Wa ahbib lihubbillah man kana mu'mina, mpende kwa ajili ya Allah yule ambaye kwamba ni muumini, ndugu yako Muislamu. Wa abghid, na pia vile vile uchukie libughdhillahi, kwa ajili ya Allah, ahla at-tamarrudi, watu waovu na washirikina, fusaq, fujar, mushrikun, ahlul bid'ah, watu kama hawa kuwachukia kwa ajili ya Allah. Wa maddinu illa alhubbu walbughdhu walwala, kadhaka albara min kulli ghawin wa mu'tadi. Wala haukuwa Uislamu isipokuwa kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, kunusuru kwa ajili ya Allah na kutonusuru, na kujiweka mbali na watu waovu katika washirikina na makafiri na watu wa madhambi na maasi, na pia vile vile watu wa bid'ah, kuwatenga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, alwala'u walbara. Kwa hivyo huu ni msingi lazima kila mmoja miongoni mwetu sisi Waislamu aufahamu. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Islam, tupo mwisho wa msimu wa Disemba, na kipindi hichi cha mwisho wa mwaka wa almiladia. Katika kipindi hichi cha Disemba na mwisho wa mwaka, makafiri na washirikina, miongoni mwao Mayahudi na Manaswara, wana sherehe zao na wana sikukuu zao, na tumeelezea katika hutuba yetu ya kwanza msingi huu wa alwala'u walbara, kujitenga na washirikina, na pia vile vile kuwakumbatia waumini na kuwanusuru na kuwasaidia. Kwa hivyo katika kipindi hichi cha Disemba, hawa makafiri wana sherehe zao na sikukuu zao, na sherehe zao hizi ni sherehe zenye kufungamana na dini yao. Kadhalika pia vile vile sisi Waislamu tuna sikukuu zetu na sherehe zetu. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, lakum dinukum waliya din. Sisi Waislamu tuna dini yetu ya tauhid, na washirikina na makafiri wana dini zao za batil, za ukafiri na ushirikina. Ndugu Islam, tutataja baadhi ya misimamo yetu sisi Waislamu kunako hizi sherehe za makafiri na sikukuu zao. Muislamu afaa afanyeje inapofika msimu huu? Je, Muislamu afaa ashirikiane na makafiri, ajichanganye nao, ashirikie nao, ama sheria yetu yatuelekeza vipi? Ni vipi alivyotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake katika alkitabu wa sunna na fatawa na maneno ya ulama urabbaniyun, wanachuoni walezi wa Kiislamu. Ndugu Islam, al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah katika kitabu chake Ahkam Ahli Adh-Dhimma, kielezea hizi sikukuu za makafiri
na msimamo wa Muislamu na Waislamu kunako katika sikukuu na sherehe hizi za makafiri, kama vile sikukuu ya Christmas, ile sikukuu ambayo kwamba ilikuwa jana, katika sikukuu za makafiri na sherehe zao. Kadhalika pia mbeleni waja mwaka mpya, mwaka wa miladia, miongoni mwa sherehe hizi za makafiri na sikukuu zao. Asema Ibn al-Qayyim rahimahullah, kama annahum la yajuzu lahum idharuhu fala yajuzu lilmuslimina mumalatuhum alayhi wala musa'adatuhum wala alhudhuru ma'ahum biittifaqi ahli alilm alladhina hum ahluhu. وقد سر به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم والله الموفق. Asema rahimahullah, kunako hizi sikukuu za washirikina na makafiri, kama annahum la yajuzu lahum idharuhu, asema kuwa endapo makafiri watakuwa chini ya nchi ya Kiislamu na katika utawala wa Kiislamu, basi mtawala wa Kiislamu wafaa wazuie makafiri katika kule kudhihirisha sikukuu zao. Kama watasherekea sikukuu zao, washerekee ndani kwa ndani, wala wasidhihirishe. Sababu gani? Wapo katika ardhi na katika himaya na utawala wa Kiislamu. Ili la kwanza. Alafu pia akasema, wa kama annahum la yajuzu lilmuslimina mumalatuhum alayhi, na kadhalika pia vile vile haijuzu kwa Waislamu kushirikiana na makafiri katika sikukuu zao, wala musaadatuhum, wala kuwasaidia, ukasaidia kwa njia moja ama nyingine. Na hii yatokea labda Muislamu pale ameitwa aje achinje siku katika zile sikukuu za makafiri, achinje mnyama yule, basi Muislamu akatai wala asifanye kitendo kama kile. Wala musaadatum, kuwasaidia kwa njia moja ama nyingine katika sherehe zao na kuwatia nguvu. Wala alhudhuru ma'ahum, na pia vile vile kuhudhuria, ni jambo ambalo kwamba litakaniwi biittifaqi ahli alilmi alladhina hum ahlu, kwa makubaliano ya wanachuoni walezi, wanachuoni katika salafu salih qadiman wa hadithan, wanachuoni wa zamani na mpaka wa leo, huu ndio msimamo wao. Wakasarra bihi alfuqahau, wakasarraha bihi alfuqahau min atba'i al-a'immati al-arba'ati fi kutubihim wallahu al-muwaffiq. Na hili jambo pia wale wanachuoni wameliweka wazi, wanachuoni ambao kwamba ni wafuasi wa madhehebu nne kubwa hizi katika Uislamu, katika al-Ahnaf wal-Malikiyya wash-Shafi'iyya wal-Hanabila, wanachuoni wameelezea katika vitabu vyao kuwa ni jambo ambalo kwamba aliruhusiwi Muislamu kushiriki katika sherehe za makafiri kwa njia moja ama nyingine. Kija katika sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati Mtume alipoingia Madina, aliwapata Ansar ambao kwamba ni wakazi wa pale Madina, wana sikukuu mbili ambazo kwamba ucheza na kusherekea ndani yake na kuvaa vizuri, kupika vyakula, kutembeleana na kupumzika kutokamana na kazi. Mtume akauliza, ma hadhani liyaumani, hizi siku mbili ni siku gani? Naona mwasherekea na mwacheza ndani yake. Ansar wakasema, kunna nal'abu fihima fil jahiliya, hizi ni siku mbili ambazo kwamba ilikuwa tukicheza tangu zama za ujahiliya. Ina maana kabla ya Uislamu tulikuwa na sherehe zetu mbili hizi kwa mwaka. Mtume akawajibu na kuambia, inna Allaha azza wa jalla qad abdalakum bihima khairan minhuma Eid al-Adha wa Eid al-Fitri, basi tambueni kuwa Allah amezigeuza hizi siku mbili akawapatia nyingine ambazo kwamba ni bora kuliko hizi siku mbili za kishirikina na za kijahilia. Kwa hivyo achaneni nazo, chukueni hizi siku mbili za Kiislamu, Eid al-Adha wa Eid al-Fitri, na ndio idi zetu mbili katika mwaka, Eid al-Adha wa Eid al-Fitri. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah katika sharhi yake akielezea hadithi hii na faida ambayo kwamba yapatikana, asema, waqad ustumbita fihi, katika hadithi hii wanachuoni wametoa faida na kutaja faida. Faida gani? Karahatu alfarahi fi a'yadil mushrikina watashabbuhi bihim, kuna makatazo ya kule kufurahika na kusherekea katika idi za washirikina na kujifananisha nao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na watu fulani, ima ni Mayahudi ama ni Manaswara ama ni washirikina ama ni wamajusi, wapagani, wale ambao kwamba hawana dini, mabaniani na wengineo katika washirikina, fahuwa minhum, atakuwa miongoni mwao.
Hasa katika hadithi tupata faida kuwa ni haramu Muislamu kusherekea katika sikukuu na sherehe za washirikina na makafiri, na pia vile vile kujifananisha nao, akachangia katika njia moja ama nyingine, akasaidia katika kusimamisha hizi sherehe za washirikina na makafiri. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kitaja sifa ya waumini asema walladhina la yashaduna zura wa idha marru billaghwi marru kirama. Katika sifa za waumini hawashuhudii upuzi na sherehe za makafiri. Azur a'yadul mushrikin, kama walivyosema mufassirun katika salafu salih. Kwa hivyo katika sifa ya muumini na katika alwala wal bara ni muumini kutojichanganya na kuingia na kushirikiana na washirikina na makafiri katika Mayahudi na Manaswara katika sherehe zao. Mtume asema khaliful mushrikin, khaliful yahuda wan nasara, wa khalifuni washirikina na wa khalifuni Mayahudi na Manaswara, nendeni kinyume nao, wala msishirikiane nao katika ushirikina wao, katika ukafiri wao, na katika starehe zao, na katika sherehe zao na sikukuu zao. Muislamu afaende kinyume nao, kuacha kushiriki katika sherehe kama hizi, akasaidia katika njia moja ama nyingine. Bali mmoja katika wanachuoni katika al-Hanafia, al-Imam Abu Hafs al-Sheikh al-Kabir an-Nasafi rahimahullah, hebu sikilizeni haya maneno na muone hatari ya jambo hili. Asema man ahda fihi baydatan ila mushrikin ta'dhiman lilyawmi faqad kafara billahi azza wa jalla. Asema yoyote ambaye kwamba atatoa zawadi gani? Akatoa yai ili shilingi 10, shilingi 15, akachukua akampatia kafiri. Ila mushrikin, kwa ajili gani? Ta'dhiman lilyawmi, kwa kule kuitukuza siku hiyo ya makafiri, ima ni Krismasi ama ni mwaka mpya ama ni Pasaka ama ni Boxing Day, faqad kafara billah azza wa jalla, itakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Je, vipi yule ambaye kwamba atatoa keki labda 2500 akatoa mbuzi akampatia kafiri zawadi, akamwambia shika, hii ni zawadi ya Christmas, ama hii ni zawadi ya mwaka mpya ama ya Boxing Day, nenda ukasherekee na familia yako. Mbuzi labda kima chake ni 10,000. Muonaje kuhusiana na jambo hili? Mimbabi au la huyu wa kufuru? Kama aliyetoa yai amekufuru, je aliyetoa mbuzi? Kwa hivyo ndugu Waislamu, ni hatari Muislamu kushiriki katika sherehe za makafiri, maana sherehe zao zimejengwa juu ya ukafiri. Ina maana unaposhiriki waridhia ule ukafiri wao, waridhia, na wala hauna alwala wal bara, hauna katika moyo wako imani, haujapenda kwa ajili ya Allah wala hujachukia kwa ajili ya Allah. Ndio maana washirikiana na makafiri katika sherehe zao. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yeyote atakayejifanisha na watu basi yeye ni miongoni mwao. Kadhalika sema Ibn al-Qayyim rahimahullah katika jambo la kupongeza, Muislamu akampongeza kafiri, akamwambia sijui happy Christmas, happy new year, maneno kama haya, uwe na sikukuu njema, sikukuu yenye baraka na mafanikio. Maneno haya asema Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa amma at-tahni'atu bi sha'air al-kufri al-mukhtassati bihi fa haramun bil ittifaq. Ama kuwapongeza makafiri na zile alama zao za ukafiri, wana alama zao, wana sikukuu zao na wana misimu yao, ukawapongeza katika misimu yao, ukaambia maneno kama haya kuwa sikukuu njema yenye mafanikio na baraka ndani yake, asema fa haramun bil ittifaq, jambo hili ni haramu kwa makubaliano ya wanachuoni. Wanachuoni wote wa Kiislamu wamekubaliana juu ya uharamu wa jambo hili. Sababu gani? Wawapongeza watu katika ukafiri, na maana wewe waridhia ule ukafiri. Kwa hivyo ndugu Islam, jambo ni hatari, si jambo sahali wala sio jambo la mchezo. Unapofanya hivi na kwa ni sababu ya kuiharibu dini yako na kuharibu Uislamu wako na kuiharibu imani yako. Kwa hivyo ndugu Muislamu, jiweke mbali na sherehe za makafiri. Asema Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ijtanibu a'da Allahi azza wa jalla fi a'yadihim lianna al-la'nata tanzilu alayhim, jiepusheni na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala katika sherehe zao na sikukuu zao, maana hakika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala huteremka juu yao. Ina maana ukishirikiana nao na kujichanganya nao, basi sio mbali kuteremkiwa na laana ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. Kwa hivyo ndugu Islam, tujiepusheni na sherehe za makafiri, na huu ndio msimamo wetu sisi Waislamu kulingana na kitabu cha Allah na sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukimalizia khutba yetu, tumalizia na maneno ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika msingi huu wa alwala wal bara. Asema
yajibu ala rajuli, yawajibika juu ya mwanamume wa Kiislamu ambaye kwamba ni kiongozi katika nyumba yake. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kiongozi wa nyumba yake. An yuallima auladahu, kuwafunza watoto wake. Wa ahla baitihi, na watu wake wa nyumbani, familia yake, akawafunza nini? Alwalaa walbara, msingi huo alwalaa walbara. A'zama min ta'limihim alwudhu'a was-salah, awafunze zaidi ya vile anavyowafunza kutawadha na kuswali. Ina maana kama kuna msingi yafaa ufanye tarkiz nao, uutilie maanani katika familia yako, kuijenga familia yako na kuisimamisha familia yako na kuichunga, ni msingi huu wa alwala walbara. Kwa hivyo tuuchungeni msingi huu, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, kuwatenga na kuwakata makafiri kwa ajili ya Allah, hasa inapofika katika jambo la dini. Kwa hivyo ni msingi huu ambao kwamba yawajibika juu ya kila mmoja katika Uislamu kuuchunga msingi huu. Ndugu zangu Waislamu, leo siku ya Ijumaa tukithirisheni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yapendekezwa kumswalia Mtume kwa wingi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wallahu a'lam. Qumu ila salatikum.